Na hujambo mtazamaji wa Baharia TV, karibu siku nyingine njema kabisa. Tuanze kuzitazama zile taarifa ambazo tuko nazo. Moja ya taarifa ambayo tuko nayo hapa, polisi nchini Uganda wamewakamata wanawake wawili wenye umri wa miaka 20 katika mji wa Arua baada ya majirani kudai kuwa waliwaona wakibusiana hadharani. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, majirani waliwapiga picha na kuziwasilisha kama ushahidi kabla ya kutoa taarifa. Wanawake hao walikamatwa Februari 18 na bado wanashikiliwa bila msaada wa kisheria. Kulingana na shirika la habari la AFP, tukio hilo linahusishwa na sheria ya kupinga ushoga ya Uganda inayotoa adhabu kali, ikiwemo kifungo cha maisha jela kwa mahusiano ya jinsia moja na adhabu ya kifo kwa visa vinavyoelezwa kuwa vilivyokithiri. Na sasa mtazamaji, nageukia katika uwanja wa maoni ya kwako ambayo umetutumia hapa studio. Wakati huo pia mtazamaji, bado na nafasi kuendelea kutuma maoni yako nasi tunaendelea kuyapitia. Wa kwanza huyo hapa anaitwa Sala na Nambasa wa Kampala, anasema mimi binafsi siungi mkono mahusiano ya jinsia moja kwa misingi ya imani yangu, lakini naamini kila mtu anastahili haki ya kusikilizwa na kupata msaada wa kisheria. Kuwashikilia bila wakili si jambo la haki. Peter Mwakapusia wa Mbeya anasema sheria ipo na lazima iheshimiwe. Kama kweli walivunja sheria, mamlaka zina wajibu wa kuchukua hatua. Hata hivyo, mchakato unapaswa kufuata haki na utu. Amina Nalue wa Arua anasema na jamii imegawanyika. Anasema ninaishi Arua na jamii imegawanyika. Wapo wanaosema maadili yanalindwa, lakini hapo pia wanahofia kuwa watu wanachochewa kuripoti wenzao kwa hofu na chuki. Na kamilisha na ujumbe huu wa kwake Mikaeli Seguya wa Jinja. Yeye anasema sheria ya kupinga ushoga imekuwa na mijadala mkali tangu ipitishwe. Matokeo kama haya yataendelea kuzuia hisia kali pande zote mbili. Mtazamaji wa Baharia TV, je, wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa hii? Jina langu mimi ni Friday Mangomare. Endelea kutuma ujumbe wako, utakuja kupitia hapo baadaye. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.